takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwafundisha kwa mfano ya kwamba ni lazima kusali daima bila kuchoka. Alisema, katika mji mmoja kulikuwa na hakimu asiyemcha Mungu wala kumjali mtu. Na katika mji huo kulikuwa na mama mjane, naye alimwendea tena na tena akisema, nipatie haki kwa adui yangu. Siku nyingi hakutaka, kisha akajiambia, ingawa simchi Mungu wala simjali mtu, kwa kuwa mjane huyu ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake, ama sivyo ataendelea kuja hadi anichoshe. Bwana akaendelea kusema, sikilizeni asemayo hakimu mbaya. Na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Je, atakawia kuwasaidia? Na waambieni, atawapatia haki upesi. Lakini Mwana wa Mtu atakapokuja, je, atapata imani duniani? Injili ya Bwana. Mahujaji ya matumaini pamoja na sala. Ndugu wa Kristo, sherehe hii ya Jumapili 29 tunaadhimisha kumshukuru Mungu kwa mambo matatu muhimu katika maisha ya kanisa letu na hasa parokia yenu. Ya kwanza ni Jumapili ya 3 ya hii mwezi ya uenezaji Injili wa Oktoba, mahali tunaalikwa kujumuika pamoja na Wakristo wenzetu duniani kote, ili tumuombe Mungu atusidisie imani, atujalie Roho Mtakatifu, ili tuweze kujitolea kuhubiri Injili kama vile Kristo alituachia. Tuelekeze neno la Mungu na kuwafundisha watu wote ili wajumuike katika familia ya watu wa Mungu. Na ya pili ni tamatisho ya matembezi ya kichungaji katika parokia yenu hii, ambayo iko chini ya msimamizi wa Mtakatifu Teresa wa Calcutta. Nyinyi mko na vigango 7 ambayo juzi nilikutana na viongozi wenu wote ambao walitoa ripoti kuhusu yale yanatendeka kwa kila kanisa, changamoto ambayo mnapitia, na pia mipangilio na mbinu mmeweka kuhakikisha ya kwamba mnajijenga kiroho na kimwili na kujitatulia shida ambazo nyinyi mnapambana nazo. Na hapo basi msikie viongozi wenu wakiwaeleza yale tulijadili na kuamua, ili parokia iweze kupiga hatua mbele bila kurudi nyuma, wakati ambapo tunahitaji
kujijenga sisi wenyewe na pia kuhakikisha ya kwamba tunajumuika na kanisa nzima jimboni na duniani. Ya tatu, tunaadhimisha sakramenti ya kipaimara kwa ndugu zetu ambao wametayarishwa kwa makanisa yenu hapa Mlimani, Nomotio na Enoch. Hapo basi nina matumaini ya kwamba wale watapokeshwa hii sakramenti wametayarishwa vizuri na wako tayari kulinda imani na kuwa wamishonari wa kweli kwa kueneza neno la Mungu letayo wokovu kwa watu wake. Ndugu wa Kristo, katika somo la kwanza, somo la pili na Injili inatualika kutafakari juu ya sala. Sala ni muhimu katika maisha yetu, na kusali ni jukumu la kila mmoja wetu, na kuwa watu wa kusali kwa imani, kwa kujitolea, kweli tutaweza kupata neema ya Mwenyezi Mungu ya kueneza Injili kwa sisi wenyewe na kwa watu ambao wanahitaji zaidi. Somo la kwanza ambayo tumesikia katika kitabu cha Kutoka inatueleza jinsi Musa alipojitoa akisaidiwa na Aroni na mzee Hur, jamii ilipokuwa wako vitani na Amalek na jeshi la Waisraeli kiongozwa na Joshua. Kazi ya Musa ilikuwa kuwaombea wale ambao wako vitani. Na tumesikia yeye kazi yake ilikuwa kuwaombea na kumsihi Mungu ili aweze kuwasaidia wanajeshi wao waweze kushinda katika vita na Amaleki. Hapo ndio tunaelezwa kwa somo ati wakati alipokuwa akiinua mikononi mwake akimsihi Mungu awasaidie watu wao na askari yao vitani, walikuwa wanashinda vita. Lakini alipoweka mikono yake chini, askari wao walikuwa wanashindwa. Hapa tunaalikwa ya kwamba ni jukumu letu kuwaombea wale ambao wanahitaji sala zetu, na kwa nguvu ya sala zetu tukisali kwa imani, Mungu wasaidia wale ambao wanahitaji. Hapo basi pia tujifunze ya kwamba kila mmoja wetu ni muhimu kwa maisha ya mwingine na tunastahili kuombeana. Hata ingawa tunajiombea sisi wenyewe, tuone kwa mfano ya Musa ati tutaweza kuwa waombezi ya wenzetu, ndiposa katika mahitaji yao, shida zao, waweze kupata kile ambacho wamemuomba kwa Mungu. Na katika Injili tumeelezwa umuhimu pia ya kusali. Ati tusali daima bila kuchoka. Na hapo Kristo anatufundisha hayo ili tuweze kuona umuhimu ya kuomba chochote ambacho tunahitaji kwa Mungu Baba, kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ili waweze kutusaidia katika mahitaji yetu ya kila siku. Ati tukisali kwa imani
Mungu anatuzawadisha kwa yale yote tunamuomba. Na pia tukiwa tunaomba kwa imani, tutaweza kujitolea kutoa huduma kwa kanisa lake na pia kuwahubiria wengine kwa kujitolea zaidi. Hapo basi Injili inasisitiza ati msaada na zawadi ambayo tutaweza kuwatolea wenzetu